Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ninatumika katika eneo la uinjilisti. Japo Mungu amenipa huduma, pia mimi ni missionary, pia mimi ni mwalimu, naweza fundisha neno la Mungu. Lakini ninamshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa akinitumia kwa upande wa uinjilisti, matendo makuu na ishara na miujiza. Mimi ni mzaliwa wa Kilimanjaro. Mimi ni Mchaga. Ninapenda kushuhudia matendo makuu ya Mungu ambao amekuwa akiyafanya ndani ya huduma yangu ya uinjilisti. Ninazo shuhuda nyingi sana, lakini kwa siku ya leo napenda nishuhudie ushuhuda mmoja ambao ulitendeka miaka iliyokwisha kupita. Na ushuhuda huo nitauelezea kwa ufupi, lakini nimemwona Mungu mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye kutenda mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Ushuhuda huo ulitokea Kilimanjaro, eneo la Lambo, Mwanga. Na niseme kwamba nilikuwa ninafanya kazi, tumeishi Mwanga. Wakati tunaendelea kufanya kazi, akatokea mama mmoja ambaye jina lake anaitwa ni Mariamu. Mama huyu alikuwa naye ni mfanyakazi kwenye eneo lile ambapo na sisi tulikuwa tunafanya kazi. Mama yule akanipa shuhuda ya ajabu. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, nina jambo ninataka nikushirikishe. Napenda nikushirikishe jambo hili sababu nimeona unampenda Mungu na unapenda pia kushuhudia, na mimi ni mmoja wapo umekuwa ukinishuhudia habari za Yesu, habari za wokovu. Nikamsikiliza. Akaniambia, liko jambo la ajabu nataka nikushuhudie, unisikilize vizuri kwa makini. Nikamwambia sawa. Akaniambia, mimi nimezaliwa Lambo. Na katika kuzaliwa kwangu, tangu nimezaliwa na hata umri nilio nao, nina baba yangu mdogo ambaye amezaliwa na baba yangu tumbo moja. Baba yangu mdogo amekuwa akiishi porini kama mnyama, na mara nyingine huwa anaonekana, mara nyingine haonekani. Na mahali anapoishi ni mahali pa ajabu sana, kwa sababu haishi na binadamu yeyote, hali chakula chochote kinachopikwa na mwanadamu, anaishi kwa jinsi ya ajabu. Na baba yangu mdogo huyo katika hicho kijiji, mimi peke yangu huwa amenikariri na amekuwa akiniona kwa njia za ajabu. Ninapofika kwenye hilo eneo ambalo baba yangu mdogo amekuwa akiishi kama mnyama porini, basi eneo hilo nitakuelezea, na kama utakuwa tayari tutafika, tutapaona, utaomba, tutaona Mungu atafanya nini. Maana naamini kwa jinsi ambavyo unamwamini Mungu na jinsi ambavyo umekuwa ukimtumikia Mungu, ninaamini uponyaji utatokea kwa baba yangu mdogo ambaye anateseka porini kwa miaka mingi. Akaniambia baba yangu mdogo alikuwa na umri wa miaka 15, ninavyoambiwa historia yake. Alipomaliza darasa la 7, ndipo alipotea nyumbani kwao kwa jinsi ya ajabu, na akawa amejificha kwenye msitu mmoja hapa Lambo, ambao huo msitu ni mti mkubwa. Kuna mti mkubwa umetanda kwenye huo msitu, na huo msitu uko na chemchemi ya maji ambayo haikatiki mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka, huwa haukatiki. Kuna mfereji umepita kwenye chemchemi hiyo ambayo inatokea mlimani na unateremsha maji mpaka mabondeni huko. Sasa baba yangu mdogo huyo akawa ameenda katikati ya ule mti, akachukua yale matawi yake, akayafunga, akayatengeneza kama nyumba. Naam, alitoa mlango wa nje na mlango wa ndani. Baba yangu mdogo huyo akiwa anaishi humo ndani, ametengeneza mafiga matatu ambao amechukua mafiga matatu ambao ameweka moto, limti likubwa ameliingiza mle ndani kwenye lile jiko lenye kuwaka moto usiku na mchana kuanzia Januari mpaka Disemba. Ule moto hauzimiki. Nikamwambia unasema kweli? Akaniambia ni kweli. Nikamwambia basi kama ni hivyo, mimi niko tayari, twende nimwombe Mungu anipe ujasiri, kwa sababu mimi nilishtuka kidogo.
na nikaogopa kidogo, maana ni ushuhuda wangu wa kwanza tangu nimemkiri Yesu mimi mwaka 84. Ni ushuhuda mzito na ni ushuhuda wa ajabu na ni ushuhuda ambao mimi kidogo ulinitetemesha. Nikamwambia basi hakuna shida, tupange siku tutakwenda kumuona. Basi baada ya siku 2 niliingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Nikaongozana naye siku ya 3. Na akaniambia hivi, baba yangu mdogo huwa hali chakula chochote. Kwa hiyo usihangaike kumbebea kitu chochote kwa sababu hatapokea. Nikamwambia kwa sababu ni Mungu anatutuma. Sasa hivi ninaamini atakwenda kufunguka na chochote tutakachompelekea atapokea. Yule mama hakusita kuniambia sasa, na mimi naamini pamoja na wewe twende pamoja, na naamini vyote utakavyovibeba vitakuwa vimebarikiwa na vitakuwa ni uponyaji kwa baba yangu. Siku ile ilipofika nikabeba vitu. Hakika nasema nilibeba nguo za mume wangu ambazo alikuwa hazivai. Nikawa nimechukua viatu, nikachukua sabuni, nikachukua mafuta na nikabeba na hela. Nikasema Mungu atakapomfungua kabisa, naamini hela hii itamsaidia kwa kwenda kunyoa hizo nywele zake. Maana aliniambia ana nywele ndefu, amekaa porini, yuko ni mnyama, hatujui anakula nini, hajui kuoga, hajui chochote. Kwa hiyo nikamwambia mimi naenda na hivi vitu. Tuliondoka na yule mama tukafika kwenye lile eneo. Cha ajabu, yule baba haangaliagi mtu. Lakini kila mara yule dada anapofika kwenye lile eneo, sijui yale maroho, yale mapepo, huwa mapepo ya utambuzi, yanajua kabisa kwamba mtoto wake amekwisha kufika pale. Cha ajabu, alifika tu pale nikasikia anaita kwa sauti kama alivyozoea kumuita siku zote. Akamuita Mariam Kidongoi. Akamwambia Umbila, mimi mtoto wako nimekuja, nimekuletea mchungaji. Akamwambia hivi, unajuaga wachungaji? Akasema hapana, mimi sijuaji wachungaji. Akasema na jina la Yesu nalijuaga? Akasema nilikuwa nasikiaga huko, lakini mimi usiniletee mtu hapa kabisa, kwa sababu mimi sitaki kuona mtu. Unajuaga mimi sionagi watu, ni wewe peke yako na kuangaliaga, na mimi sitaki anisogelee hapa, kwa sababu hata unapoongea sasa hivi naanza kusikia moto. Yule Mariamu akamwambia, nimekuletea huyu mchungaji ili utafunguliwa leo, hutaishi tena maisha hayo, umeteseka vya kutosha. Yule baba akiwa anaendelea kuongea na mimi nikiwa karibu na Mariamu, nikaendelea kukemea na kukataa ile roho iliyoko ndani ya yule baba. Nikaendelea kumuita, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu Umbila. Alipokuwa ile sauti na ile nguvu ya Mungu ikawa inaendelea kwa sababu ya kumleta yule baba, akawa anatoka kwenye lile limti, akawa anakuja mlango wa kwanza, mlango wa pili, mpaka kufika kwenye ile chemchem. Alipofika kwenye ile chemchem, alitukuta mimi niko na Mariamu. Na mimi nikawa namwangalia vile anatazama. Hakika alikuwa hatazami kwa macho ya binadamu. Alikuwa anasema mimi siwezi kufungua macho. Akiwa anatazama katika kuangalia mwanga mdogo sana. Akawa ameunyosha mkono, na mimi pale pale nikakamata ule mkono, nikasema kwa jina la Yesu ninakutoa kwenye hilo pango, nakutoa kwenye huo usukule, nakutoa kwenye hiyo mauti. Ninamshukuru Mungu. Baada ya yale matamko, yule baba alipiga magoti kule kwenye ile chemchemi ya maji, maana ule mfereji ulikuwa umepitisha maji. Yeye alikuwa ngambo na sisi tulikuwa ngambo upande wa pili. Alishuka hivyo hivyo na mimi nimemshikilia mkono, akapiga magoti mpaka pale kwenye ule mfereji wa maji. Nami nikaanza kutamka kwa jina la Yesu Kristo, Umbila ninakufungua. Ninaharibu kila nguvu za shetani zilizokushikilia miaka na miaka. Nguvu za uchawi, nguvu za utajiri usio halali, uliokuficha porini na kunyang'anya maisha yako. Ninamshukuru Mungu. Baada ya matamshi na yale maombi, yule baba akawa kama amepigwa na shoti ya umeme. Akashtuka na ufahamu ukamrudia. Ulipomrudia akajitambua. Akaanza kulia, akaanza kujihurumia, akajiangalia, akajitazama mikono, akajitazama miguu, akasema niko wapi huku? Kwa nini mimi ninaishi huku? Nani alinileta huku? Mbona mimi nilikuwa naishi na wanyama na vitu ambavyo sivielewi? Ule ufahamu wa kibinadamu wa kiungu kamrudia, akaanza kulia. Wakati ameendelea kujielezea, tukamsikiliza. Akasema nilikuwa tunakula nyama za watu, tulikuwa tunalishwa pumba, tulikuwa tunaenda huko na huko kufanya uovu, yani hatuleni, tulikuwa tunatumikishwa, tunalima mashambani. Saa nyingine tunabebeshwa mizigo ni usiku. Ikifika mchana tunapigwa, kuna muda wa kupigwa tu bila sababu. Yule baba alipomaliza kuongea, nikamwambia sasa napenda nikuongoze sala ya toba. Alikubali. Nikaanza kumuongoza sala ya toba. Sema Bwana Yesu,
nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nikamtubisha kwa ujumla. Watumishi wa Mungu, mnaelewa jinsi ambavyo wanaotaka kumpokea Yesu wanatubishwa. Nilipomaliza ile sala, nikamshika, bado nimemshikilia mkono, nikamnyanyua pale alipokuwa amekaa. Hakika alifurahi. Tukao tumekumbatiana, tukamtukuza Kristo. Bado sikuishia hapo. Nikaanza kumhoji. Nikamwambia, sasa wewe ulikuwa unakula nini? Akasema, kila nikisikia njaa nilikuwa nakuja kwenye hii chemchemi, nachota maji na mkono na kunywa, au nainama kama mnyama, kama simba au mnyama yoyote, mbwa au paka mwenye kulamba maji. Hivyo nasikia na shiba. Saa nyingine nilikuwa ninakula udongo. Saa nyingine sijielewi mimi nilichokuwa nakula, lakini nilikuwa ninafanya hivyo na ninaona naishi, kwa hiyo sijielewi. Hivyo leo nimeokoka, nimempokea Yesu na yeye atakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tukamshukuru Mungu kwa pamoja. Nikamwambia, nimekuletea zawadi. Akafurahi. Hakukataa kama vile Mariamu alivyokuwa ananiambia, baba yangu hatapokea kwa sababu hapokeagi chochote. Lakini ile siku baada ya kufunguliwa, baada ya Mungu kumweka huru, baada ya Mungu kumrejesha katika ubinadamu, kumtoa katika usukule ambapo wanadamu wabaya walimpeleka kule. Maana historia baadaye niliulizia, Mariamu akaniambia waliofanya hivi ni watu waliokuwa wanatafuta utajiri, watu wasio na huruma, watu wasio kujua ya kwamba kuna Mungu. Wakachukua nyota ya yule baba, wakaichukua nafsi yake, wakamweka porini. Wao wanakula, wanashiba, wanalala, wanaendesha magari, na kweli hiyo familia ilikuwa ni tajiri. Ilikuwa ni tajiri kabisa. Lakini baada ya hapo Mungu alipomfungua, baba yule akawa yuko huru. Baba yule alikuwa na umri wa miaka alipelekwa akiwa na umri wa miaka 15 porini. Wakati ule tunakwenda kumfungua, alikuwa na umri wa miaka 45. Miaka yote ameishi hivyo, ili tujue kwamba Mungu ana nguvu za ajabu. Mungu alilinda ile nafsi pamoja na kwamba ilikuwa kuzimuni, lakini Mungu akailinda ile roho. Mungu akamfunika yule baba. Mungu akamweka huru siku ile aliyokusudia kumuokoa. Baba yule akatoka salama. Nikamkabidhi zile nguo, nikamkabidhi zile fedha, na Mariam nikamwambia, sasa we Mariam, nikamwambia nenda naye nyumbani akaoge, akanyolewe hizo nywele, avae nguo na uendelee kumhudumia, maana pale karibu pia kulikuwa kuna makanisa. Nikamwambia pia mwelekezi aende kanisani. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba yule baba alipona, yuko salama, alimpokea Yesu na alijua hakika ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na hata leo naendelea kusema ya kwamba Yesu huyo anatenda mambo makubwa na miujiza ya ajabu kwa wale wanaomwamini. Hivyo napenda kumwambia Mungu asante kwa jambo hilo kubwa sana alilolifanya, na kunionyesha ya kwamba yeye ni mwenye nguvu ya kufanya makubwa na magumu tusiyoyajua.